Wakristo wengi wameokoka, wametoka kwenye dhambi, wametoka kaburini, lakini wamefungwa na sanda. Sanda za magonjwa, sanda za huzuni, sanda za kukosa kazi, sanda za kudumaa, sanda za kurudi nyuma, na hawana tena imani. Kama imani ndogo ilikufanya uokoke, ni hiyo hiyo imani ndogo itakufanya ufunguliwe na kila aina ya sanda. Lakini tunahitaji kufunga. Tunahitaji, tafadhali kusio na hata mtu mmoja mwezi huu ambaye afungi. Je, aina hii si aina ya mfungo niliochagua? Azma ndipo nuru itakapozuka na afya yako itatokeza. Moja ya faida ya kufunga ni uponyaji. Tumesikia watu wengi wenye vidonda vya tumbo kwenye hili kanisa wakiponywa kupitia kufunga. Unapokaa njaa ndio vidonda vinawaka moto, lakini si unapofunga. Kuna tofauti ya kukaa njaa, kutokula, na kufunga. Kufunga ni tendo la kiroho. Kufunga ni kuacha kula ili uweze kuwa na muda na nani? Na Mungu. Huwezi ukawa na muda na Mungu, huwezi ukawa kwenye uwepo wa Mungu na tumbo likasumbua. Mwezi huu vidonda vya tumbo vinaondoka katika jina la Yesu. Mwezi huu pressure zinakuachilia katika jina la Yesu. Mwezi huu umasikini unatoka katika jina la Yesu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, huu ni mwezi wa mwacheni aende na awe huru. Mahali popote nilipofungwa, aina yoyote ya kifungo, mwezi huu kwa jina la Yesu ninatoka. Ninamwamini Mungu, ninaamini neno lake, ninaamini mtumishi wake, ninayo imani ya kuchukua hatua ya kunitoa kwenye vifungo. Ninaamini mwezi huu ninapofunga ninafunguliwa. Ninaamini mwezi huu ninapofunga ninawekwa huru. Ninaamini mwezi huu ninapofunga ninatoka kwenye kila kaburi, kwenye kila sanda. Anza kuomba kuvunja vifungo katika jina la Yesu.